Mwili wa binadamu unahitaji service kama vile ambavyo unafanya service ya gari lako kila inapofikia muda fulani baada ya kupewa maelekezo na fundi. Watu wengi huzingatia sana service ya gari, lakini hawazingatii service ya mwili. Hauzingatii service ya mwili wako. Cha kushangaza sasa, viungo vyako vya mwili vinachakaa, damu yako inachafuka kwa sababu ya mrundikano wa sumu nyingi katika damu. Kama vile ambavyo unaona oili imechafuka kwa sababu umezidisha kilomita, umetembea zaidi ya kilomita ambazo umeshauriwa. Hali hiyo inaweza ikasababisha vitu katika injini kuharibika, na unaweza kusababisha kubadilisha injini kabisa, yani matengenezo makubwa ambayo yanaweza kukugharimu kutupa chombo chote cha moto. Hivyo na mwili wako, kadri ambavyo unazidi kuzembea kufanyia service hatua kwa hatua, itafikia siku mwili wako utahitaji kufanywa matengenezo ya nguvu kiasi kwamba utahitaji kulazwa kwa siku kadhaa, kwa miezi kadhaa, ili uweze kutengamaa, na unaweza kupoteza kiungo kimoja au kupoteza uhai. Tunafanya nini? Unapoanza kuona dalili hizi, tambua ya kwamba mwili wako una uchakavu, unahitaji matengenezo. Matengenezo yanatakiwa yafanyike katika viungo vyako vyote. Matengenezo yanatakiwa yafanyike kusafishwa damu yako iwe safi, iko chafu, imejaa sumu. Haya ni mambo ya kuzingatia kama unataka kujibaini kama wewe una mchafuko wa damu, kama wewe una sumu nyingi, kama wewe una uchakavu wa mwili, haujaufanyia service mwili wako kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, uchovu wa kudumu. Yani wewe muda wote una uchovu wa kudumu kama vile umefanya kazi nzito. Unaamka asubuhi unashangaa hata uchovu unatoka wapi, kwa sababu tunatarajia usiku mzima mwili umefanya matengenezo, lakini unaamka asubuhi kama vile umetumikishwa usiku kucha. Unafika kitandani unalala 444 kiasi kwamba hakuna hata ndoto moja ambayo unaweza ukaiota ukaikumbuka. Unalala 444 kiasi kwamba hata mtu akiingia ndani kwako anachukua TV, anachukua nini, kila kitu anakuibia. Uko hoi bin tabani, unakoroma koro. Hali hiyo inamaanisha kwamba wewe ndani umechoka. Kitu kingine ni unapoenda kitandani haupati usingizi kwa sababu mwili ndani umechakaa. Kumbuka ya kwamba mwili unapokuwa umechakaa, usingizi unaweza kukata. Usingizi unakata kwa sababu mwili unajihami, labda kwamba ukilala unaweza kaenda moja kwa moja. Kwa hiyo unakuwa zile stress hormones muda wote zinakuwa ziko juu kukufanya wewe uwe alert muda wote. Hayo yote ni matokeo ya uchakavu wa mwili ndani ya mwili wako. Jambo jingine